Kama unapiga kelele kwamba mimi nilinyimwa nafasi ya kuongea, na nikuambiwa tu tafadhali, kuna protocol, si lazima ukaribishe Sifuna. Ni nini ambayo umeona kwamba imekuwa ngumu mpaka unapiga kelele? Kila mtu wote anaelewa kwamba ati ni kama ulinyimwa nafasi na unatupa mkono mbele ya watu. Hiyo ni kukosa heshima mbele ya watu. Si ndio tumewaweka hapo, si kwamba nyinyi ndio mmejiweka hapo. Na wakati huu tumeunganisha kitu ambaye anaitwa Linda Mwananchi. Linda Mwananchi ambaye anaongozwa na kijana mdogo ule ambaye yako na maono ya Kenya, ule ambaye yako na mambo ya vile ambaye Kenya inaweza change, ambaye ilikuwa ni first time kuwa na kijana mdogo ambaye yako na vision and mission ya change the country kutoka kwa ukoloni mamboleo mpaka economic revolution. Baadhi ya watu wale ambao wako nao wamekuwa kama vile ambaye alikuwa Simon Peter wakati wa Yesu Kristo. Hiyo kama baadhi yao kama Mheshimiwa Babu Owino amekuwa msaliti katika hii mambo, kwa sababu sasa hii ana complain, anasema kwamba amenyimwa nafasi ya kuongea, ila ile kitu ambayo anamsumbua ni vitu ambayo inakuwa utoto wa hali ya juu sana. Kama mimi mwenyewe ukienda kutembea kwa nyumba yangu na niambie watoto mkae pale kando kuna wageni, kukaeni kando tu kidogo kuna wageni, na nataka tu nikaribishe wageni na wasikize vile ambayo wageni wanasema, hiyo siku maisha kama mtoto wangu nimemteka katika hiyo mboma. Mimi nimeshindwa za Mheshimiwa Babu Owino ule ambaye tulikuwa na mheshimu bunge wa hapa Nairobi, mahali ambapo ni cosmopolitan, tuko na kuheshimu kwa hali ya juu. Kama unaweza kasishwa na kuambiwa tu kidogo kuna protocol, mwenye kukuambia kuna protocol ni governor, na wewe mwenyewe unataka kuwa governor. Ule ambaye anaweza kuambia wakati ambao unataka kuwa governor unastahili kufanya namna hii ndio uweze kusaidia kuwa governor, kwa sababu amepitia kwa hiyo kipindi. Jamani, hapo makosa iko wapi? Alafu unapiga kelele mpaka unatuma watu wako wanapiga kelele kila mahali, inakuwa kama ni issue kubwa. Issue ndogo ile ambaye inaweza kuwa kwa nyumba yako mtoto amenyamba, unaweza kuwa kama hiyo ni issue, muongee tu the whole day. Hiyo ni kumaanisha how stupid you are. Tafadhali nimesema hivi, tuheshimiane, na kama wewe unataka kurudi uingiane na Kasongo au nyimwi. Kuna wakati Yesu Kristo alifika akamwambia Simon Peter, niondokee shetani. Kwa hivyo Bwana Sifuna, ikiwa kama Babu Owino atakuwa ni burden katika movement, basi unastahili kumwambia kama Simon Peter, fanya hivi niondokee shetani, kwa sababu sasa umekuwa another obstacle. Haiwezi kuwa kama si wote tunaongea kila wakati, tunazungumzia mambo ile ambayo tunazungumzia, tunarudia ile ambayo tulikuwa tunafanya. Unatafuta maneno, mimi nataka kuwa kiongozi, nimetengeneza chama, nataka uwe leader wa hiyo chama. Hiyo ni kuonyesha kwamba si hatujielewi nini ambayo tunafanya. Kwa hivyo katika movement ya Linda Mwananchi, nadhania hiyo ndio kifagio ya kufagia hiyo uchafu wote ambao wamenjaa katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo watu wale ambao wanaona kwamba imekuwa obstacle na imekuwa shida katika hiyo Linda Mwananchi, tafadhali, ikiwamo Babu Owino, ukiona kama inakusumbua sana, si lazima tushirikiane na wewe. Unaweza kaa kando na si tuendelee, na si hatutashinda kuendelea. Hawa mandugu zako wengi, 90% ya hawa mandugu zako wanasema wako katika broad based. Kwa hivyo hata wewe mwenyewe kama unataka kuingia kwa hiyo broad based, hakuna mtu ambaye atakunyima, anakuambia wewe nenda na ukae kando. Sioni kwamba kama mkutano ikifanyika mahali ambayo kunaitwa Mbogoma, mahali ambayo Sifuna ametokea, umeona imekuwa kazi ngumu sana, na mpaka inakukera, mpaka unaongea mambo chungu zima. Mheshimiwa, nikiangalia sana nakumbuka ni kama mlikuwa mmefanya mkutano Kisumu, na ikiwa mmefanya mkutano Kisumu ilikuwa na kisumukuti na mambo mengi ambaye hatutaki kusema, lakini hiyo yote haikuzungumziwa. Lakini wewe sasa unazungumza, je, kama ungekuwa wewe ni Ososi ambao amechapwa kama vile Ososi amechapwa huko, wewe ungechapwa hapo nini mahali ambayo kunaitwa juko mahali ambaye Bwana Sifuna alikuwa hapo Bungoma? Jamani, ingekuwa namna gani kama unapiga kelele kwamba mimi nilinyimwa nafasi ya kuongea, na nikuambiwa tu tafadhali kuna protocol, si lazima ukaribishe Sifuna. Ni nini ambayo umeona kwamba imekuwa ngumu mpaka unapiga kelele? Kila mtu wote anaelewa kwamba ati ni kama ulinyimwa nafasi na unatupa mkono mbele ya watu. Hiyo ni kukosa heshima mbele ya watu. Si ndio tumewaweka hapo, si kwamba nyinyi ndio mmejiweka hapo, na si kwamba kuna kitu yote ambayo mnatulipanga ndio tuendelee kumomba lazima mambo kana namna hiyo. Kama wewe mwenyewe unaona kwamba kama imekuwa shida, tafadhali toka na uende ukae na mandugu zako hapo Mambei. Kwani kuna shida gani? Ina maana kwamba wewe ukitoka inaweza zuia nini? Minus you tunaweza songa. Nikuambia ukweli Babu Owino, minus you
the movement inaendelea with or without you. Kwa hivyo wacha kujipatia kiburi mingi na unasema hivi. Sisi wenyewe ndio tumesema kwamba unafaa kuwa governor, na tunaweza sema hata utakuwa, na tuzuie to make sure kwamba utakuwa. Kwanza furthermore, mahali ambao wamesimama mbunge walio wengi ni wale ambao si wa kabila yako. Hii ambao unajigamba kila wakati huu, mimi nimeingia mbunge huu, nimefanya kazi mingi. Ni kazi gani ambayo umefanya sana ile ambayo unaweza kujigambia na sana ile kitu ambayo tunataka change of the country, si story nyingi. Na kama wewe mwenyewe ukiambiwa kaa kale kidogo kuna protocol, hiyo kitu inaweza kuhusi mpaka unashindwa kupiga kelele basi kutoka. Si kwamba tunashindwa kibembelezo ukiambiwa kila wakati ati huu nataka kukaa. Hiyo kwetu I make sense. Nikuambia mheshimiwa, na mimi nakuambia frankly, hakuna kitu ambayo natupatianga. Ni nini ambayo amekutuita kwa tupatia? Tunashinda kuzungumza kwamba wewe unafaa. Kuna kuweka kama ndugu yetu, na ili uweze kutuongoza, kwa sababu huwezi kuongoza sisi wote at once. Kwa hivyo heshima kuwa naye mheshimiwa, na uwe na kitu ambayo inaitwa adabu, ndio uwe kama uelewe kwamba tunaenda namna gani. Kila mboma inakuanga na adabu, na lazima tupeane heshima. Ni lazima kuwe na protocol, na kama utaki protocol, kaa kando na sisi, wacha sisi tusonge. With or without you tunaweza songa na tunaweza fanya mambo minus you. Na furthermore, unaweza kuwa wewe ni mole katika movement ya Linda Mwananchi. Si kwamba tunadhania kwamba wewe ni mtu so special kiwango kwamba atutatuweka kuwa kama si wenyewe hauna ndosari. Tunajua una ndosari mingi, kwanza hata mingi ambayo tunaweza sema, lakini hiyo si ya siku ya leo. Tunaweza sema siku nyingine. Kama una mdomo hiyo mwingi, utapata na mdomo. Uelewe kwamba tuongopi wala hatustikishi kwa sababu yako.